tutakwenda kusikia ujumbe ambao utakuwa na kichwa ambacho kinatuongoza, kitakuwa kina sema umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Tulizungumza mambo mengi katika wiki 3 zilizopita. Tulizungumza mambo mengi juu ya dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Tukasema mengi, lakini msisitizo hasa ulikuwa hapa kwenye watu wote. Maana tuelewe kwamba Mungu ametuweka hapa duniani sio kwa ajili ya sisi kufurahi, kwa ajili ya sisi kukua, kupongezana, kufurahi, kuja waamini tumeokolewa, tunakuja tunafurahi wenyewe. Tunaishi maisha ya kufurahia, kupongezana, sema wapendwa, tunafurahia Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Alafu wengine tunawaacha pengine huko ambao pengine hawaamini, wala hatushughuliki nao. Hatushughuliki nao. Na tunajua kabisa kwamba katika maisha ya imani, moja ya jambo la kushughulika na mtu au kushughulika na kitu cha kiroho ni kwa njia ya kuomba, dua, sala, maombezi. Yote hiyo ni kuomba. Kwamba kama tunasema pia tunawajali wengine, tunashughulika na wengine, maana yake ni kwamba inatupasa kuwaombea. Yaani ninachosema ni hichi, kwamba kama tunataka pia kuathiri ulimwengu huu, alafu tusiombe kwa ajili ya watu wote, tukaombeana tu sisi kwa sisi wapendwa, tukaombeana tu sisi kwa sisi kanisa, waamini, tunaombeana tu sisi watakatifu, tunaombeana tu peke yetu, hatuwezi tukawa ni chumvi wala nuru kwa ulimwengu. Lakini tukaangalia maandiko kwa kina, kwamba yalitusisitiza hasa tuombe kwa ajili ya watu wote, including wenye mamlaka. Wenye mamlaka. Kwa sababu tukaangalia wiki iliyopita kwamba sisi sio wa ulimwengu huu. Kwamba sisi kuna ulimwengu ambao umeandaliwa tayari kwa ajili yetu. Ulimwengu ujao, si ndio Ulimwengu ujao, sema Yerusalemu mpya, nchi mpya na mbingu mpya. Huo ndio ulimwengu ambao tumeandaliwa. Lakini tupo katika ulimwengu huu. Sasa tunaishi katika ulimwengu ambao kama kutakuwa na chochote ambacho kitaathiri ulimwengu huu, aidha kimeanzishwa na watu ambao pengine hawamwamini Kristo, kikatokea katika ulimwengu huu ambacho pengine ni kitu kibaya, kitatuathiri na sisi, si ndio Kitatuathiri na sisi, kwa sababu Mungu ametuweka ulimwenguni hapa ili kusudi tutende kazi njema, ili kusudi tuweze kuwa ni nuru kwa wengine. Lakini hatuwezi kuwa nuru kwa wengine pia kama hatuwaombei. Kwa msisitizo wa somo hili ulikuwa ni kwa ajili ya watu wote, kwa sababu dua, sala na maombezi tunaombea. Lakini msisitizo hasa ni kwa ajili ya watu wote. Tunaona pengine watu wana mapungufu yao. Hivi tushawahi kuomba kwa ajili yao? Tushawahi kuomba kwa ajili yao? Yaani unaweza kaona changamoto katika jamii.
tunaona changamoto katika jamii. Hivi je, tulishawahi kuwaombea wale ambao tunaona kwamba ndio sababu ya hizo changamoto? Tushawahi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kwamba katika dunia tuliopo, tukitaka tuathiri moja kwa moja, lazima pia maombi yetu yasiwe ya kikanisa. Maombi ya kikanisa. Yaani tunaombeana sisi kwa sisi. Lakini ukimwangalia hata Yesu mwenyewe alishawahi kusemaga hivi. Alisema kitu kimoja. Yaani Yesu alizungumza kitu, na hilo andiko nimelipata hapa sasa hivi. Alisema kwamba mmesikia kwenye kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 43. Anasema mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, sema ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Yaani unajua ukilisikiza hilo andiko, hebu unaweza kumuombea kwenye anayekuudhi. Muombee anayekuudhi, mpende adui yako. Kwa hiyo kumbe swala la kuwaombea watu wote ni agizo. Mtu anakuudhi, unaambiwa umuombee. Sasa lazima ujue prayer point ya kumuombea au jambo la kumuombea. Mtu anayekuudhi unamuombea kitu gani? Kwa sababu inawezekana amekuudhi kwa sababu pengine alikosa hekima, pengine alikosa maarifa, au pengine kuna roho nyuma yake. Kwa hiyo unachokiomba lazima kishughulike na yale maudhi. Au unapomwombea mtu lazima kishughulike na kile ambacho unakiona kimepungua. Kwa msisitizo hasa wa ujumbe ulikuwa kwa ajili ya watu wote. Kwa sababu unajua waamini sisi kwa sisi wakati mwingine tunaombeana. Niombee mpendwa napitia haya, niombee mpendwa napitia haya. Jamani, tuombee kanisa letu, tuombee fellowship yetu, tuombee waamini wenzetu, tumuombee fulani, mama fulani, tumuombee dadi fulani. Yaani sisi kwa sisi tunaombeana. Jamani, tuombee fellowship yetu au ushirika huu wetu. Tunaombeana, tunafunga kwa ajili ya kazi. Lakini wale ambao tunaishi nao katika jamii, tunaomba kwa ajili yao. Kwa hiyo tuliangalia wiki iliyopita, tuliangalia umuhimu kwanza wa kujifunza kuomba, kwa sababu tunapozungumzia kuombea lazima ujue kuomba. Tukaangalia umuhimu wa kujifunza kuomba. Na tukasema kwamba ili mtu aweze kufanya kitu fulani kwa uzuri au kwa namna iliyo sahihi, lazima iko kitu awe amejifunza. Hauwezi ukafanya kitu chochote katika ulimwengu kama hujajifunza. Kwa hata kuomba, hata kusali, kuombea ni lazima ujifunze. Tukaangalia kitabu cha Yakobo 4:3, wakasema hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa nini mnaomba vibaya? Kwa sababu hamjui cha kuomba. Hamjui namna ya kuomba. Kwa sababu kuomba kuna kanuni zake pia. Unajua kanuni za kuomba zimeambatana hasa na vigezo na masharti vya yule unayemuomba. Hauwezi ukaenda kwa mtengeneza mikate ukamwambia naomba maandazi. Akati unajua pale wanatengeneza nini? Mikate. Au uwezi ukaenda kwa mtu ambaye anasema pengine hapa kwa wanaotaka vitambulisho pengine vya NIDA waje hapa, alafu wewe unaenda kuomba leseni ya udereva. Kwa hiyo kabla ya kwenda kuomba lazima umjue huyu naenda kumuomba anatoaga nini na kwa masharti gani. Sasa ukishamjua yule ambaye unakwenda kumuomba vigezo na masharti yake, ndio unaweza kwenda kuomba. Ndio maana wakati mwingine tunaweza kwenda kumuomba Mungu vitu ambavyo
hawezi kukupa. Kwa nini? Kwa sababu hajakukusudia. Unajua Mungu ametuumba na mpango wa sisi kuwepo katika ulimwengu anao. Kwamba alipokuumba katika ulimwengu kuna mpango ambao wewe alikutazamia. Ndio maana sio kila mmoja ana uwezo sawa. Kwamba uwezo wako ulionao wewe na nilionao mimi ni tofauti. Na kuna namna fulani hata ujifunze vipi hautoweza kuwa kama. Kwa sababu gani? Kwa sababu the way brain yangu ilivyoumbwa, the way jinsi nilivyoumbwa, nina uwezo wa kukechi vitu fulani kwa uharaka zaidi kuliko vitu vingine. Kwa mfano, tunaelewa kwamba kuna mtu mwingine hata ajifunze mathematics vipi, yani hata keshe madarasa vipi, yani kuna namna fulani hayuko sharp vile kuprocess mambo ya mahesabu. Mchukue mtu pengine ambaye pengine kuna mtu mwingine hizo ngoma hapo unaziona hizo drums au kinanda, ufundishe usiku kucha, ataweza kupiga lakini hawezi akawa pro. Kwa nini? Kwa sababu sio kipaji kwake. Kitu kinakuwa kipaji kama tayari mwili wake natural umeumbwa kuadapt. Yaani natural mwili wake unaweza ni sawa sawa na hivi. Hata leo hii ujifunze kuogelea vipi. Uwezo kuogelea kama samaki. Utaweza kuogelea sawa, lakini uwezo kuogelea kama samaki. Kwa nini? Kwa sababu samaki naturally amepewa ule uwezo wa kuswim. Sasa hata sisi pia tunatofautiana kwa sababu ya assignment ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Na ndio maana tunahitajiana. Sasa unapoenda mbele za Mungu kuomba, lazima pia ujue kusudi. Kiomba nje ya kusudi, Mungu atakuangalia, atasema nikimpa huyu mtu, nikimfanikisha hili, nitampoteza. Kwa nini? Kwa sababu sio kitu ambacho nimemuumbia akifanya. Kwa hiyo swala la kuomba kuna kanuni zake. Na moja ya kanuni tuliangalia kusudi. Unaweza ukaomba ikahesabika umeomba vibaya. Kwa nini? Kwa sababu hujui kanuni ya kusudi. Kuna kanuni pia ya muda, majira. Ukienda kuomba Mungu, ninaomba mvua wakati sio majira ya mvua. Tuliangalia wiki ijayo. Muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Kuna kanuni hiyo ya majira. Kwa hiyo tunapojifunza kuomba lazima tujue kanuni. Lakini pia unaenda kumuomba Mungu kama nani? Hiyo ni kitu cha muhimu pia. Tuliangalia wiki iliyopita. Yaani unapo approach mbele za Mungu, your address, unamuaddress Mungu kama nani? Yaani unaenda mbele za Mungu kama nani? Tukaangalia kwa kina namna ambavyo Yesu alifundisha kuomba. Kitabu cha Luka 11 kuanzia mstari wa kwanza tukaangalia kwa kina hapo. Anasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Tusamehe dhambi zetu kwa kuwa nasi tunawasamehe kila tumuyae, na usitue majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Hapo akamwambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akamjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Na waambia kwamba ijapokuwa aondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kwa kadiri ya haja yake. Nami nitawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni upi kwenu aliye baba ambaye mwanae akimuomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya atampa nyoka? Akisema, au akimuomba yai atampa nge?
Basi kiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Alizungumza vitu vingi, lakini ilikuwa ni anafundisha namna ya kuomba. Kwanza aliweka ile template, aliweka mtiririko wa kuomba. Aliweka mtiririko wa kuomba. Akaanza na address. Maombi tuliangalia wiki iliyopita kwamba maombi yote lazima yawe na address. Unamuaddress nani? Akasema baba yetu uliye mbinguni. Baba uliye mbinguni, baba yangu, baba. Lakini huku chini pia anaonesha ni jinsi gani ambavyo kila aombaye upokea. Kila aombaye upokea. Na huu mfano, unajua ukiutafakari mfano ambao aliotoa, alisema kwamba kuna mtu mmoja alipokea mgeni, alipokea rafiki. Alafu kwa sababu amepokea rafiki, ulikuwa ni usiku wa manane, alikuwa hana hata mkate wa kumpa huyo rafiki yake. Akaenda kwa jirani ambaye ni rafiki yake. Akamwambia, "Hebu naomba unisaidie mkate." Jirani alikuwa amelala, yuko ndani, akamgongea akamwambia, "Naomba unisaidie mkate. Nimepata ugeni nyumbani." Yule rafiki yake ambaye alikuwa ni jirani akamwambia, "Siwezi kutoka sasa hivi, nimelala na wanangu." Jamaa akazidi akamsii. Yule jirani yake alitoka kumpa. Kwa nini? Kwa sababu ya kusii. Kwa vile asivyoacha kuomba. Sasa tunajifunza nini katika hili? Tunajifunza kwamba kumbe unapokuwa una uhitaji na huo uhitaji hasa unagusa maisha ya watu, unagusa maisha ya wengine, ukimsii Mungu hawezi kwa sababu hili ombi la mkate, unajua hii ombi la mkate, ukiangalia mkate sio kwa ajili yake binafsi. Na wakati mwingine tunapenda kwenda kuomba, tunaomba kwa ajili ya matakwa yetu tu binafsi, tutumie kwa ajili ya tamaa zetu. Sema maomba vibaya ampati, kwa kuwa mnaomba ili mvitumie kwa tamaa zetu. Unajua huu mfano watu wengi hauangalii katika lengo hiyo. Kwamba huyu jamaa alienda kuomba mkate kwa jirani, lakini mkate huu sio kwa sababu yake, ingekuwa ni yeye angelala. Hivi tunapoenda mbele za Mungu kuomba, ajenda zetu zimebeba wangapi nyuma yetu? Au tunaomba kwa ajili yetu wenyewe? Baba nipatie jina soa, ili liende wapi? Baba nitukuze, ili nini? Kwa hiyo Yesu anatufundisha namna ya kuomba. Anatoa mfano ambao automatically kwamba namna ambavyo tunaomba lazima tuhakikishe hiyo namna tunaomba ili nini? Kwa sababu huyu anayeomba mkate anaomba ili ule mkate ukashibishe mtu mwingine ambaye ni muhitaji. Na akasema kwamba hivi ni nani ambaye mwanae atamuomba mkate afu ampe jiwe? Akasema ingawa ninyi ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu. Sisi katika namna ya matendo yetu hakuna ukamilifu. Tunakamilishwa mbele zake kwa sababu tu ya neema ya msamaha wa dhambi tunaopokea. Lakini nje ya neema ya msamaha wa dhambi, sisi ni waovu. Anasema kama sisi tunaweza tukawapa watoto wetu vitu vyema ambavyo wanatuomba, hivi baba si zaidi? Kwa hiyo kitu ambacho kinasisitizwa hapa kwanza ni address, lakini pia kusudi la hayo maombi. Kwa Yesu alifundisha namna ya kuomba. Lazima tuelewe kanuni. Tunapoenda kuomba lazima tujue kwamba hiki ninachokiomba hivi ninakiomba kwa ajili ya nini. Maombi yetu mengi yamejaa ubinafsi. Yanataka kushibisha njaa zetu, matamanio yetu. Au unaomba niwe kama fulani. Wewe unaomba uwe kama fulani. Yaani kwa nini uwe kama fulani? Wewe unataka niwe kama mtumishi fulani.
hatuwezi tukaenda mbele za Mungu tukaomba, kwa sababu assignment yake au kusudi lake na kusudi langu haliwezi likawa sawa. Mungu aliponiumba, aliniumba specifically kwa ajili ya assignment ya kwangu. Ninaomba niwe kama fulani. Hatuwezi tukafanya katika namna hiyo. Kwa hiyo lazima tujue tunapokwenda kuomba hasa kanuni ni zipi ili zitusaidie maombi yetu yapate kuwa na uhalali mbele za Mungu. Maombi yasiyozingatia kusudi la Mungu, maombi yasiyozingatia majira, lakini maombi ambayo yanasukumwa na tamaa binafsi. Yaani tuelewe kwamba hiko kitu Mungu hawezi akakipokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa nini unaomba hiko ambayo unakiomba? Mungu ametuokoa katika ulimwengu huu hasa specifically ili tuwe nuru kwa wengine, ili tuwe kwa hiyo maana Mungu kitu ambacho kimebeba moyo wake, kiu yake ni ulimwengu mzima. Kwa hiyo ukienda na ajenda yote ambayo hiyo ajenda, kuna namna ambavyo watu wengi watakwenda kumuona Mungu, watakwenda kuona uweza wa Mungu kupitia hicho unachokiomba. Mungu sio rahisi kukuzuilia. Kwa hiyo nimesema neno hilo kwa maana ya kwamba ni vitu ambavyo tuliangalia wiki iliyopita. Lakini pia kingine ambacho tulikiangalia wiki iliyopita, tuliangalia umuhimu pia wa kunena kwa lugha. Kwa ufupi tu tuliangalia kwamba kuna wakati mwingine tunaweza tukaenda mbele za Mungu alafu hatujui kuomba. Kuna namna fulani unasikia huko ndani unataka kuomba alafu ujue niombe kusudi gani hasa. Hapo sasa unajikuta wakati mwingine unanena kwa lugha. Unanena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha pia ni namna ya maombi. Lakini tukaona kwamba kunena kwa lugha hasa kunasaidia wakati mwingine Mungu anataka atekeleze kitu. Alafu hiko kitu kama ukikielewa kwa akili zako, ukakielewa kwa ufahamu wako, utadoubt kwamba hivi kweli Mungu anataka kufanya jambo hili. Jambo hili jinsi lilivyo kubwa. Jambo hili jinsi mimi nisivyoliweza. Jambo hili lisivyowezekana. Kweli nataka kutenda jambo hili. Kwa hiyo anaona tu kuliko akwambie wewe katika akili zako uliende mbele za Mungu kuliomba. Roho Mtakatifu anaomba kwa lugha ngeni. Kwa kuna vitu tunaweza tukaviomba katika roho. Tunaviomba katika roho kwa kunena kwa lugha. Akili zetu hazina matunda, hazielewi. Lakini tumeomba. Mungu anakuambia jambo fulani ambalo ukilifikiria kwa akili zako uweze kwenda mbele zake kuliomba. Korinto wa kwanza 14:14 akasema, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwamba kuna kuomba kwa roho, au kasema nikiomba kwa lugha, lakini pia kuna kuomba kwa akili. Kuomba kwa akili kwa uelewa. Kwa hiyo kuna wakati Roho Mtakatifu pia anatusaidia kuomba. Sasa nataka tuangalie kidogo leo. Tuendelee mbele kidogo. Tuangalie kitu kinachohusu maagano. Dua, sala na maombezi katika msingi wa kimaagano. Dua, sala na maombezi katika msingi wa kimaagano. Na ninapozungumzia maagano, kuna agano la kale, kuna agano jipya. Tunaposema maagano, Mungu alifanya maagano na wanadamu katika vipindi mbalimbali. Alishafanya agano na Nuhu, alifanya agano na wana wa Israeli kwa mkono wa Musa. Lakini pia Mungu alifanya agano na nyumba ya Israeli, lakini hilo agano
liliondoa kiambaza, liliondoa sema ule utengano, likawaingiza na watu wa ulimwengu mzima, mataifa yote, kwa njia ya Yesu Kristo. Kwamba Mungu alifanya agano jipya. Hilo agano liliingiza kila aaminie. Kwa sababu lile agano la kwanza liliweka ukuta. Lilikuwa specifically kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Lakini agano hili jipya ni agano ambalo kila anayeamini anakuwa ni sehemu ya hilo agano. Sasa katika maagano haya mawili ambayo tunayazungumzia leo, namna ya kuomba katika agano lile na katika agano jipya havifanani. Kama kuna namna ambavyo tunaomba kiagano la kale ndani ya agano jipya, tuelewe kwamba tunaweza tukawa tunakosea. Katika agano la kale, namna ambavyo watu walimuomba Mungu ilikuwa ni tofauti kidogo na katika agano jipya. Kwa hiyo tunapojifunza namna ya kuomba katika namna ya agano la kale, kuna namna ambavyo tutafika pointi tutakuwa nje ya Kristo alivyoelekeza. Kwamba katika agano la kale kuna namna ambavyo namna ya kuomba ilielekezwa. Kwa hiyo ukijifunza namna ya kuomba katika namna ya agano lile ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli, kuna namna ambavyo utafanya vitu vya ajabu mno ambazo Mungu akikuangalia anaweza akakujibu kwa sababu ya kutoelewa. Lakini uelewe kwamba unaomba nje ya njia ambayo Mungu ameikusudia. Kwa hiyo maagano ni kitu cha msingi sana kuyaelewa, ili usije ukatoka na kutenda au kuomba nje ya agano ambalo linakuhusu wewe. Kwamba haiwezekani upo katika agano ili jipya, umezaliwa upya katika agano jipya, alafu namna ambavyo unaomba kiagano la kale kama alivyoelekeza Musa. Kwa sababu Musa alielekeza pia namna ya kupeleka maombi mbele za Mungu. Sababu mjumbe wa agano la kale lile ambalo lilizaa Torati alikuwa ni Musa. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kwa maelekezo ya Musa, kuna namna ambavyo utakuwa unakosea. Kwa hiyo tuangalie sasa dua, sala na maombezi kwa msingi wa kimaagano. Na tunaona waamini katika Kristo zama za leo, kuna vitu vingi ambavyo wanavifanya ambavyo ukiviangalia vinatia aibu. Yaani tunaonekana kwa ambaye anaelewa, anaona kwamba hii kitu gani kinafanyika. Ndio maana nikasema wiki iliyopita kwamba tunapoona kwamba mtu anaomba moja kwa moja kwa Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Elia, tunaelewa kwamba ungemwacha tu. Tunaelewa kwamba kuna namna ambavyo bado hatujajua hasa kwamba tunapoomba tunaomba kwa Mungu kama nani yetu. Kwa sababu Mungu ni baba yetu. Sasa tunapoomba kupitia Isaka, kwamba unaomba kwa Mungu wa baba zetu, kupitia Isaka, Yakobo, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Elia. Tukisha kweli kwamba ulikuwa unahitaji kumtoa, nisaidie tu.
ukishaona njia hiyo, tunaomba kwa kupitia namna hiyo tuelewe kwamba bado hatujaelewa Mungu ni nani yetu. Kwa sababu katika Agano Jipya Mungu amejifunua kwetu kuwa Baba. Sisi ni wana, alafu yeye ni Baba yetu. Sasa tunapoenda mbele za Mungu tukiomba kwa Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia, kuna namna ambavyo tunakuwa nini? Hatuelewi nafasi yetu. Na kingine pia tunaona watu wanaenda Israeli kwenye yale masalia ya hekalu la Suleiman. Waamini pia anaenda kuomba kwenye ukuta, kwenye masalia yale ya hekalu la Suleiman, anaenda pale naye anaomba pale, kwamba anaamini kwamba nikiomba pale maombi yangu ndio yataenda si kwa uharaka. Sio mbaya kwenda pale kwenda kuangalia pengine kama historia. Kwa sababu mimi kienda pale unaweza kwenda kuangalia kama historia, kwamba kumbe hekalu la Suleiman lilijengwaga hapa. It's okay. Lakini ukienda kwa mentality au kwa akili kwamba hapa ni sehemu patakatifu. Na sasa hivi bado tuna address Israel kama nchi takatifu, kwamba bana tunaenda kwenye nchi takatifu. Kama ukienda pale ukikanyaga unaona kama umekanyaga nchi takatifu. Bado tupo katika mentality ya agano lile la kale. Na kuna hii kitu unaona kwamba tunabariki taifa la Israeli ili kwamba nikibariki na mimi ndo nitabarikiwa. Kwamba sisi tulio ndani ya Kristo pia tunaamini kwamba baraka zetu tutapata baraka kwa kubariki taifa la Israeli. Kishaona mitazamo kama hiyo, unajua sasa watu bado hawajaelewa misingi ya kimaagano. Na mambo haya hasa yanatokana na kupokea mafundisho ya Musa kanisani. Tunafundishwa mafundisho ya Musa ambao Mungu mwenyewe alimdhihirisha mwanae, akasema msikieni huyu ni mwanangu mpendwa wa pekee niliyependezwa naye. Lakini inapotokea sasa tunaanza kumsikiliza Musa alivyoelekeza kwamba utafanya hivi, itakuwa hivi. Na sisi tunaenda katika njia ya Musa. Ujue tu bado hatujaelewa kwamba agano ambalo linatuongoza sisi ni agano ambalo Mungu aliingia na sisi kwa njia ya Kristo. Watu wanabariki bendera za Israeli kwamba nabariki, anaona kwamba ndo nitabarikiwa. Tunaona watu bado wanatumia mafuta ya mizaituni, wanamiminiana mafuta ya mizaituni, kwamba anakukandika mafuta, anakumiminia mafuta kwenye kichwa, kwa maana ya kwamba ndio upako wenyewe. Mafuta, unapokea mafuta ya mizaituni. Katika zama zile watu walikuwa wakipakwa mafuta halisi kabisa, mafuta ya mizaituni, na yalielekezwa, Musa alielekeza. Lakini bado sasa hivi unaona mtu ameweka kichwa anapakwa mafuta, anamiminiwa mafuta, pengine mpaka anachafua mashati, unamiminiwa mafuta. Nini? Bado tuna ile mentality kwamba tunaomba katika namna ambayo tunaamini kwamba yale mafuta kuna namna fulani lakini tutaona kwa kina kwa nini vitu hivi vilikuwepo. Na kweli viliandikwa, walikuwa wana anoint, walikuwa wanawapaka watu mafuta halisi, yalikuwa yameelekezwa. Sasa wakifanya hivyo, wale ambao ni Wayahudi ambao bado wanaamini katika Torati, it's okay, sio mbaya. Na niseme kitu kimoja kwamba Wayahudi ambao wanaamini Torati, wanaamini kwamba wanapokea haki mbele za Mungu kwa njia ya Torati.
mimi sina shida nao, kwa sababu iko hivi, kama unaamini utaipata haki kwa njia ya Torati, sharti ni hii moja, kwamba unatakiwa uikamilishe au uitimilize Torati nzima. Kwa sababu Torati ukijikwaa katika jambo moja, maana kwamba umevunja Torati nzima. Kwa kama unatafuta haki ya Mungu kwa njia ya Torati, heri uikamilishe. Na kama umeona njia hiyo ni sawa, ifanye. Na mimi sina shida kwamba wao wanaamini Mungu kwa njia ya Torati. Lakini Torati kuikamilisha, kuitimiliza haiwezekani. Yaani na kwa hiyo ni kwamba ninawaonea huruma. Yaani unajua unachagua njia ambayo unaona sasa hii njia hainifikishi. Kwa mtu namna hiyo, kwa sababu amechagua, unaheshimu maamuzi yake. Yaani sina shida yoyote kwamba mtu anafuata masharti ya Torati. Sina shida, kwa sababu Torati ni namna ambayo pia Mungu alisema nimeweka mbele yenu laana na baraka, uzima na mauti. Akasema nakupa shauri, chagua uzima. Kwamba Torati ni nguvu ya mashitaka, kwamba nikiamua mimi mbele za Mungu nitaokolewa kwa njia ya Torati, baadaye Torati itafunguliwa, utaonekana una hatia. Kwa nini? Kwa sababu kuitimiza Torati yote. Lakini nikiamua kuchagua kuokolewa kwa njia ya Kristo Yesu, kuna ambaye atakuwa amelipa gharama, atasema huyu wa kwangu, nimelipa gharama yake. Kwa hiyo ukichagua Torati, it's up to you, kwamba baadaye Torati hiyo itakuhukumu. Kwa sababu Torati imebeba nguvu ya mauti. Imebeba nguvu ya mauti, na Torati itawahukumu. Akasema Yesu kwamba Musa ndio atawahukumu. Nyie ambao mnasema kwamba sisi ni wa Musa, Musa alituambia hivi, Musa alisema hivi, Musa ndio atawahukumu. Na kwa hiyo watu kufuata ya Torati mimi sina shida nao, ila ninawaonea huruma. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu mno kuikamilisha Torati. Ina sheria za siku, ina sheria za namna ya kuenenda, namna ya kula, kuna hadi namna ya kuvaa. Kuna vitu vingi. Sasa je, katika Kristo kuna sheria? Sheria zipo. Lakini inapofika swala mbele zake ni kwa neema. Tunaokolewa kwa neema. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo Torati ilielekeza, kuna namna ya kuomba. Katika Agano la Kale, namna ya kuomba ilikuwa ni kupitia wateule wake. Kupitia makuhani, manabii, ndio walikuwa wanapeleka maombi mbele za Mungu kwa niaba yako. Yaani ulikuwa kupaingia patakatifu moja kwa moja, kwenda wewe moja kwa moja wewe. Haustahili. Lakini leo hii tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu. Katika wakati ule walikuwa wanaingia mbele za Mungu kuomba. Mungu aliteua ukoo wa kikuhani. Walikuwa wanaitwa Walawi. Walikuwa wanaitwa ukoo au nyumba ya Lawi, ambao ndio ilikuwa imepewa ile nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Ukoo wa kikuhani. Kwa hiyo ilikuwa kuna vitu vipeleke mbele za Mungu, unatumia watendakazi, unatumia watu. Na nikasema wiki iliyopita kwamba hata saa hizi hiyo kitu ipo sana. Nikitaka kwenda mbele za Mungu kuomba, naenda kumtafuta mfanya maombi. Naenda kwa mwana maombi. Bana, nina jambo langu hili na hili. Afu yeye akishafika pale ndio anakuombea na kupelekea mbele za Mungu. Sasa kuombewa sio jambo baya. Lakini inapokuwa kwamba wewe huwezi kuomba, unategemea kuombewa. Yaani wewe hutaki kuomba, unategemea kuombewa. Yaani hiyo ni hatari. Kwa hiyo katika namna ya Agano la Kale walikuwa kuwa na mtu ambaye alikuwa akipeleka maombi yao.
Na katika hilo, katika kitabu cha Hesabu 3:5 kuanzia mstari wa 5 anasema, kisha Bwana kanena na Musa kuambia, ilete karibu kabila la Lawi, ukawaweke mbele ya Haruni kuhani, ili wapate kumtumikia. Nao wataulinda ulinzi wake na ulinzi wa mkutano wote mbele ya hema ya kukutania, ili watumike utumishi wa maskani. Nao watavitunza vyombo vyote vya hema ya kukutania na kulinda ulinzi wa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa maskani. Nayo utawapa Haruni na wanae hao Walawi wawe nao. Amepewa watu hao kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Nao utawaweka Haruni na wanao, nao wataushika ukuhani wao, na mgeni atakayekaribia atauawa. Kisha Bwana kanena na Musa akamwambia, mimi tazama nimewatoa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli baada ya wazaliwa wa kwanza wote wafungao tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wa kwangu. Walawi walikuwa ni wa Mungu, waliwekwa kuwa ni makuhani wa Mungu. Lakini katika Agano Jipya, kitabu naangalia hapa, anasema kitabu nitaangalia, akisema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Anazungumza hapo katika Agano Jipya kwamba sisi ni mzao nini? Mzao mteule. Mzao mteule. Nataka niangalie hapa ili andiko linatokea wapi, maana sijaandika, lakini tuelewe kwamba unapozungumzia katika Kristo Yesu, anasema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Kwa hiyo katika zama zile watu walikuwa wanaenda kwa makuhani. Walikuwa wanaenda kwa makuhani kupata nini? Kuweza kuomba. Lakini katika zama zetu sisi tumefanywa makuhani. Tumefanywa makuhani. Makuhani katika namna gani? Ukuhani wa kifalme. Yaani Kristo ndiye kuhani mkuu wetu. Sababu hata katika zama zile, katika kabila la Lawi kulikuwa na kuhani mkuu. Alafu hao wengine wote walikuwa ni makuhani katika kabila. Sema ulikuwa ni uzao wa kikuhani. Kwa hiyo sisi katika Kristo tuna ujasiri wa kwenda mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu ile status ya ukuhani tunayo. Ile status ya ukuhani tunao. Kwa hiyo katika Agano la Kale walikuwa wakitumia makuhani, lakini pia hata manabii walikuwa wakiwatumia. Wanaenda mbele zake, wanakwenda kwa manabii. Lakini pia manabii ukiangalia walikuwa ni uzao wa kikuhani. Ilikuwa ni Petro wa kwanza 2:9. Sema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Hapo mwanzo ninyi hamkuwa taifa, lakini sasa ni taifa la Mungu. Kwa katika Agano la Kale kulikuwa na taifa la Mungu, alafu kulikuwa na katika taifa la Mungu huko ambao lilikuwa ndio taifa la nyumba ya Israeli, kulikuwa na ukuhani mwendani. Kulikuwa na ukoo wa kikuhani ambao hao ndio walikuwa wanaweza kwenda mbele za Mungu kwa niaba ya wengine. Lakini katika Kristo sisi tumefanywa wateule, mzao mteule, tumefanywa kuwa ukuhani wa kifalme, lakini pia taifa takatifu, lakini pia ni watu wa milki ya Mungu. Tujitambue. Hauhitaji mtu ambaye unampelekea maombi alafu yeye akupelekee. Sio mbaya kuombewa,
Lakini inapofika swala la kuombewa, lazima tuelewe kwamba umwambie mtu akuombea alafu na wewe umekaa. Unamwambia bwana, hebu naomba niombee, alafu umelala. Kwamba kwa sababu pengine unatoa sadaka, umetoa sadaka, umempa bwana naomba na kuna watu wanatumia sadaka zao ili watu waombe kwa ajili yao. Baba anaenda kwa mtumishi, anatoa fedha ili yule mtu aombe kwa ajili yake. Alafu yeye amelala. Unajua kushirikisha watu wa kuombea kitu sio jambo baya, kwa sababu unaposhirikisha watu wengi wa kuombea, mnaunganisha imani zenu. Kama jambo hilo litakiwa imani kiwango fulani ili liachiliwe majibu, kwa sababu tuelewe hivi, kila unachokiomba kuna kiwango cha imani kinahitajika ili hilo jibu lipate kuachiliwa. Unapoenda kuomba, kinachosababisha jibu liachiliwe kwa wakati huo kiwango chako cha imani, kwamba unachokiomba na unachokiamini ni sawa. Sasa inawezekana kiwango chako cha imani ni kidogo, lakini mkiungana watu 10 wote mna kidogo kidogo, mkiomba kiwango chenu cha imani kinatosha kuachilia hilo jibu. Kwa kuungana kuomba au mtu akuombee sio jambo baya, lakini uelewe kwamba na wewe imani yako lazima ihusike. Kama yule anayekuombea anakuombea kwa kutegemea imani yake peke yake, inawezekana. Lakini lazima imani yake pia itoshe kwa ajili ya hicho ambacho unakiomba. Watu tumetegemea kuombewa kama tuko Agano la Kale. Katika Agano Jipya tuelewe kwamba sisi tunaweza kwenda mbele za Baba yetu aliye mbinguni na kumwambia haja zetu. Kwa katika Agano la Kale ilikuwa ni kupitia makuhani. Unaenda mbele za waonaji, tulikuwa tunaita waonaji, manabii au makuhani, wanapeleka maombi yako. Lakini katika Kristo sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu. Lakini pia kuna tofauti nyingine pia ambayo lazima tuielewe. Njia katika Agano la Kale, mara nyingi njia zilikuwa zinatumika ni njia za mafunuo. Yaani katika Agano la Kale kuna namna ambavyo maombi yalikuwa yanafanywa kwa njia za mafunuo. Anaweza akafunuliwa, pengine atumie chumvi. Yaani anaomba, lakini kuna namna fulani anatumia vitu. Anaweza akatumia chumvi, anaweza akatumia mafuta. Ilikuwa ni njia za mafunuo katika Agano la Kale, kwamba nabii anaweza kafunuliwa, au kuhani anaweza kafunuliwa, au mteule wa Mungu anaweza kafunuliwa, atumie kitu fulani kama ishara au njia ya kuachilia yale majibu. Kwa katika Agano la Kale kuna vitu vilikuwa vinatumika kwa kadiri ambavyo alikuwa akifunuliwa yule ambaye alikuwa akipeleka maombi. Ndio maana katika Agano la Kale kuna vitu vilikuwa vinatumika. Wakati mwingine chumvi tutakuja kuona chumvi ilitumika wapi. Kwamba aliomba sawa, lakini ile kitu kidhihirike, kuna vitu ambavyo vilitumika. Mafunuo, njia ambazo zinakuja kwa ufunuo. Na sasa hivi tunapenda sana mafunuo. Yaani mtumishi anaweza kwambia, nilipata ufunuo huu, tumia hiki. Nilipata ufunuo huu, tumia hiki. Nilipata ufunuo huu, tumia hiki. Lakini namna ya Agano la Kale, katika Agano Jipya njia tayari imekusha wekwa. Yaani njia tayari imekusha. Unajua ufunuo unakuja kwa kitu ambacho bado hatujakijua vizuri. Mafunuo yanadhihirika hasa pale ambapo bado kile kitu, ile njia haijajulikana vizuri, haijadhihirika wazi. Lakini katika Kristo njia tayari iko wazi. Njia ni nani? Anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba pasipo kupitia mimi. Lakini katika Agano lile la Kale walikuwa wakitumia vitu, mafuta. Walikuwa wakitumia nini? Chumvi.
wakati mwingine hata fimbo fimbo ya Musa, kuna maelekezo alipewa kwa wakati ule. Hata kwa sababu sio kwamba Musa alibeba fimbo akatumia fimbo kwa ajili ya kuachilia majibu, na sisi tutumie fimbo, tubebe fimbo. Kwa sababu mimi ni askofu na mimi nibebe fimbo ya mamlaka, nikikunyoshea hivyo mzee unaenda. Yaani tunatumia namna ya Agano la Kale. Au kwa sababu kuna mafuta yalitumika kuwa-anoint watu, kuwaweka wakfu watu katika agano lile, kwamba ninamuombea sawa alafu baadaye namtia mafuta, namiminia mafuta. Kwa hiyo na mimi sasa hivi nikipeleka maombi, nikiomba, niombe kwa kuwamiminia watu mafuta. Mafuta sawa yapo, lakini mafuta katika agano jipya ni mafuta yanakaa wapi? Na mafuta yanatokea kutokea mahali gani? Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba ukiomba katika namna ya agano la kale, Mungu anaweza kukuangalia, anaweza akakufanya, inaweza katokea. Lakini sio kwa sababu ya kile ambacho umekifanya. Unaweza ukafanya kwa ujinga, halafu Mungu akakuangalia, akaona huyu kwa sababu ya kutokujua. Kwa sababu ya kutokujua. Kwa hiyo katika agano la kale ni tofauti kabisa na katika agano hili. Katika agano la kale ilikuwa ni katika namna ya mfano, katika namna ya vivuli. Nitaomba unisaidie hiyo adapter hapo tunamalizia. Katika agano jipya akasema hivi, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba pasipo au ila kwa njia ya mimi. Mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo tunataka kwenda mbele za Mungu katika agano jipya, tunaenda kwa njia gani? Sio kwa njia ya mafunuo. Hakuna tena mafunuo. Yaani usifikirie kwamba kuna mafunuo. Hebu tuchomeka poti nyingine. Usifikirie kuna njia ya mafunuo katika agano jipya. Akasema Yohana 14:14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Jina langu. Njia, jina. Sema na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba nitawaombea kwa Baba. Na siku ile nitaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba nitawaombea kwa Baba. Anasema Yesu, kitabu cha Mathayo 16:26. Yaani lazima tuelewe kwamba hakuna mafunuo tena. Yaani hakuna njia ya mafunuo. Njia ni Yesu. Njia ya Yesu una mafunuo, sijui chumvi, sijui mafuta ya upako, sijui maji. Hizo njia ni njia ambazo zinawezekana zilikuwa zinatumika katika agano lile, kwa sababu bado njia alikuwa hajafunuliwa. Alikuwa njia hajafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa hivi watu wanazungumza vitu vya ajabu, fire. Naomba kwa damu ya chumvi, mafuta na kadhalika. Lazima tuelewe jamani, nyakati hizi njia au namna ya kuomba iko dhahiri. Tunaomba kwa jina la Yesu. Ukiangalia mitume walivyoomba katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walitumia jina la Yesu. Na conflict kubwa ya mitume na watu wa ulimwengu au viongozi wa dini ilikuwa ni moja tu, kutumia jina la Yesu. Yaani hiyo ndio ilikuwa ni conflict moja ya ambayo ilikuwa inawafanya wana wa Israeli wapingane, wachukiane. Na hebu poti ya kwanza hapo jaribu. Poti hiyo story. Bwana Yesu asifiwe. Tayari. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba jina sasa hivi tunalitoa jina la Yesu kwenye equation. Tunatoa jina la Yesu kwenye equation. Tunakuwa na mambo mengi hapo. Adonai, Yahweh. Tunaomba sasa, sio mbaya, kwa sababu ni majina ambayo Mungu alijifunua katika agano lile.
Lakini katika agano hili lazima tuelewe jina kuu. Azima alimkirimia jina kuu kupita majina yote. Kuna majina mengi Mungu aliwahi kujifunua katika nyakati mbalimbali. Lakini katika nyakati hizi amejifunua katika jina lipitalo majina yote. Lakini bado sisi tunang'ang'ana na majina yale ambayo alijifunua mwanzoni. Sasa hizi kuna nyimbo nyingi zinatoka. Sikia nyimbo nyingi lakini zinamtoa Yesu kwenye equation. Bado zinabaki na majina yale za Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Ndio maana nasema sasa sio, lakini lazima tuelekezwe kwamba katika nyakati hizi tutaomba kwa jina la Yesu. Akasema kitabu cha Waefeso 1:17, akasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Ina maana ufunuo unaoinuka sasa hivi, kama sio kumjua yeye, kumjua Kristo, kumjua Yesu Kristo, kumjua Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yani huo ufunuo, yani hatuna ufunuo tena wa njia ya kuomba. Yani ufunuo wa njia ya kuomba tayari njia ilishawekwa. Unajua ufunuo ambao tunatakiwa tuupate sasa hivi, tuupokee sasa hivi, ni Yesu ni nani. Inawezekana wewe unamjua Yesu kama Mwokozi, lakini kuna namna unaweza kufunuliwa Yesu kama mfariji. Kuna namna ambavyo unafunuliwa kwamba Yesu ni mfariji. Kuna namna ambavyo unafunuliwa Yesu ni mponyaji. Kuna namna ambavyo unapokea ufunuo kwamba Yesu ni Mwokozi. Kuna namna ambavyo unapokea Yesu ufunuo kwamba Yesu ni nabii wa maisha yangu, kwamba kile alichokisema kinakuwa. Kuna namna ambavyo unapokea ufunuo kwamba Yesu ni mchungaji wangu. Kuna namna ambavyo unapokea ufunuo kwamba Yesu ni mwalimu wangu. Ufunuo wote unaofunguka ni kwa ajili ya kumdhihirisha Yesu ni nani. Lakini uwezo kaja na ufunuo kwamba njia ya kuomba. Njia ya kuomba ni moja, ishawekwa. Njia ya kuomba, njia ya sala, njia ya dua. Unaomba kwa njia gani? Njia ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ukija na njia nyingine kwamba eti naomba kwamba kuna feni ya upako, ukija kwenye feni ikikupepea, tayari umepokea baraka. Hatuwezi kwenda kwa njia hizo. Hakuna njia nyingine mpya. Njia alishasema Yesu, muombeni Baba kwa jina langu. Katika zama zile walikuwa wanatumia njia mbalimbali zilizokuwa zinakuja kwa wakati huo. Walikuwa wanafunuliwa. So, kuna watu wana muangalia Yesu kwamba mbona Yesu alitumia matope. Alitumia matope kuomba. Lakini yeye alitumia matope ndio ametuelekeza tuombe kwa jina lake, si ndio? Akutuambia tuombe kwa matope. Na wakati ule ambapo anatumia matope, alikuwa bado hajaenda msalabani. Bado alikuwa hajatukuzwa. Alikuwa bado hajatukuzwa. Jina lake bado halijatukuzwa. Kwa sababu alipomaliza kazi yote, Mungu ndo akamkirimia jina kupita majina yote. Kwa nini? Kwa sababu kile alichokifanya kilikuwa kinastahili kuwekwa katika nafasi ya kupewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa aliposhinda dhambi, akashinda ya ulimwengu, akamshinda ibilisi, ndivyo ambavyo akastahili sasa kupitia yeye sisi tupokee kwa Baba. Kwa hiyo kuna vitu tunaweza kuviangalia kwamba Yesu mbona alisema hivi. Haya, kuna wengine wanasema kwamba Yesu mbona katika mitume walitumia vitambaa? Hawakutumia. Ukisoma maandiko vizuri, hakuna sehemu ambazo walitumia vitambaa. Ila kuna namna ambavyo vitambaa ambavyo vilikuwa vikitoka kwa Paulo. Vile vitambaa walikuwa wakivichukua, watu wanaenda kupokea uponyaji. Sio kwamba alikuwa anatoa vitambaa. Yaani unajua kuna namna ambavyo sisi tumevurugwa wapi. Kwamba
mbona mitume walikuwa wanatumia vitambaa? Yaani kuna vitu vya ajabu kweli. Hakuwa anatoa vitambaa kwamba hivi vitambaa hivi vya upako, hamna. Lakini inawezekana una kitambaa chako kulingana na imani. Mtu anaweza akachukua kitambaa cha mtumishi kulingana na sema ile kuna namna fulani ambapo anaamini. Na mpaka ufikie hapo, mpaka ufikie katika level hiyo kwamba kuamini kitambaa, ina maana bado wewe kiwango chako ni bado cha chini sana cha ufahamu. Kwa mara nyingi wale ambao walikuwa wanatumia vile vitambaa ni wale ambao pengine walikuwa bado hawamjui Kristo. Kwa sababu kwa nini nikatumia kitambaa ambacho umekiombea wewe kwa jina la Yesu na wakati mimi Yesu namjua? Kwa nini tumie kitu ambacho umekiombea wewe kwa jina la Yesu na wakati hilo jina mimi nalijua? Kwa nini utumie kikorokoro fulani, kifaa fulani ambacho wewe umekiombea kwa jina la Yesu wakati mimi huyo Yesu namjua? Kwa hiyo kuna vitu vingine tutakuja kuona wiki ijayo kwamba hivi maombezi hasa ni kwa wakati gani maombezi. Sababu kuna wakati pia maombezi yanatakiwa yafanyike. Kwa mtu ambaye bado Kristo hajafunuliwa kwake, kuna vitu vinaweza vikatumika. Lakini sio wewe uliyemjua Kristo unakwenda kutumia vitambaa, unakwenda kutumia vitu vilivyoombewa kwa jina la Yesu. Kwani hilo jina wewe ulijui? Kwani hilo jina wewe ulijui? Sasa tuangalie vitu vichache ambavyo katika Agano la Kale walivitumia, alafu katika Agano Jipya kuna namna fulani ambavyo vinaelekezwa. Kwa mfano tuangalie chumvi. Chumvi ilishawahi kutumika katika Agano lile la alitumia nani? Elisha. Kitabu cha Wafalme wa Pili 2:19 sema watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia tukusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana aonavyo. Sema lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Sema akatoka kaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani yake. Akasema Bwana akasema nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kupooza. Na hivyo yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alilolisema. Chumvi ilitumika. Maji yalikuwa ni machungu, maji yalikuwa yana mapooza, maji yalikuwa ni mabaya. Chumvi kaachiliwa mle ndani, maji yale yakapona, yakawa maji mazuri. Sasa leo hii na nazungumza hivi kwa sababu nakumbuka kuna siku moja nilishawahi kuwa sehemu moja, nikawa katika hiyo sehemu nikasikia vijana wote watoke mbele. Tukatoka mbele vijana wote, vijana tokeni mbele, tukatoka mbele. Shangaa mtumishi kashika pakiti ya chumvi. Kafungua pakiti ya chumvi. Haya, kila mmoja anapita pale. Haya, fungua mdomo. Anakurushia chumvi kwenye mdomo. Kila mmoja anapita kwenye mdomo. Akasema nini hii tena? Nini? Kwamba sijui ndo hekima, sijui hata sikujua anachozungumza kitu gani. Akawa na unafungua mdomo anakurushia chumvi. Sasa nini? Pengine ameipata akamwambia chumvi inaponya. Chumvi inaponya. Mbona Elisha alitumia? Tunatumia maandiko ya Agano la Kale. Lakini je, jina la Yesu litosha mpaka utumie chumvi? Mpaka utumie chumvi? Mafuta ya upako. Sasa nikikaa hapa kidogo nitakaa muda mrefu hapa kwenye mafuta ya upako. Lakini katika Agano lile la kwanza mafuta yalitumika kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutakasa vyombo vya hekaluni, kwa ajili ya kutakasa mahali, lakini pia kwa ajili ya makuhani, kuwatakasa makuhani. Walikuwa wanapakwa mafuta. Kitabu cha nataka mtasoma kitabu cha Kutoka 30 kuanzia mstari wa 20. Nafikiri nisikae hapo kidogo, ni parefu. Lakini mafuta hayo yalielekezwa mafuta hayo yatapakwa kwenye maeneo gani? Kwenye hema, kwenye madhabahu. Akasema kwenye utavitakasa vyombo vile vitakatifu. Sema nao utawatia mafuta Haruni na wanae na kuwatakasa. Sema haya yatakuwa mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili
yangu mimi na vizazi vyenu vyote. Akaendelea nisisome kwa sababu nitatumia muda mrefu hapa. Lakini mafuta yalielekezwa. Lakini katika Kristo anayetupaka mafuta sio mtu. Mafuta anayetupaka ni Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili 1:21 anasema kwamba bali yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Mungu ndio anatutia mafuta. Mungu ndio anatutia mafuta. Yohana wa kwanza 2:20 ninyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Tumepakwa mafuta naye aliye mtakatifu. Mtakatifu huyo ni nani? Sema Yohana wa kwanza 2:27 anasema nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanawafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Mafuta, tunapakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Tunapakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya mafuta sawa, lakini mafuta hayo wanatupaka nani? Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu ukiona katika Agano hili Jipya ameegesha mbichwa pale, anamiminiwa mafuta, unakaa unajiuliza kwamba hivi yani how comes, yani inakuaje? Inakuaje? Kwa kuna namna ya kuomba. Watu wana fire, anashusha moto. Anashusha moto katika Agano hili Jipya. Watu wanatumia fire. Naagiza moto. Kwa nini? Wamesoma kwa Elia. Elia alishusha moto ukaangamiza manabii wa miungu mingine. Wafalme wa pili 1:10 anasema Elia akajibu akamwambia yule akida 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu na ushuke moto kutoka mbinguni ukawateketeza wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Aliagiza moto Elia ukaangamiza watu. Katika Agano Jipya walikuwa wanataka wafanye hivyo mitume wa Yesu. Yesu akawakataza, afu akawakemea kweli. Luka 9:54. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo wakasema, Bwana, tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Elia alivyofanya. Unaona, wanataka kuomba kama namna ya Agano lile, kama namna ambavyo watu wa Agano lile walivyofanya. Akasema akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho namna gani mlionao ninyi? Maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda katika kijiji kingine. Yesu ameingia Samaria alafu akapokelewa. Wakakataa kumpokea. Yakobo na Yohana wakataka waagize moto kwa kusimamia maandiko kama Elia alivyofanya. Wanataka watumie maandiko isivyo halali. Kwamba kwa sababu ya Agano la Kale walitumia chumvi. Kwa sababu ya Agano la Kale walitumia Elisha alishusha moto, na sasa hivi tunaona fire watu wanashusha moto. Na angamiza kwa moto. Unakaa unaangalia hizo concept zimepatikana wapi? Lazima tuwe makini. Tuwe makini sana. Kwamba tuelewe katika Agano la Kale namna ya kuomba katika Agano la Kale haikuwa ni sawa na Agano hili la sasa. Tukielewa hivyo tutaacha kukazana na haya mafunuo. Ufunuo wetu ni katika kumjua Kristo. Ufunuo wetu katika kumjua Kristo. Kwamba tunaposema tumepokea ufunuo. Yohana alipokea ufunuo, lakini ule ufunuo wa Yohana ulimdhihirisha Kristo. Ulimfanya amjue Kristo, au unatufanya sisi pia ambao tumeandikiwa tumuelewe Kristo, tumjue Kristo kwa upana wake. Sasa leo hii tunakuja na ufunuo kwamba eti njia ya kuomba ni Yesu pekee. Unaweza ukatuambia kwamba Yesu mara unatakiwa uombe kwa hiki, unatakiwa uombe kwa hiki. Tunachukua vitu tunaenda kunyonyiza kwenye ofisi. Kuna siku moja nilipo kwenye sehemu moja, mtumishi anakuambia kwamba itabidi sasa wiki ijayo muje na vitu vya kazini kwenu. Kama wewe ni mamalishe, njoo na upawa. Njoo na upawa wa kupikia mboga ule unaopakulia wateja. Kuna sehemu nyingine unaambiwa uje na passport, njoo na passport.
Tutaanza kuomba passport yako ifunguke, njia za kwenda Ulaya, njia za kwenda sui Marekani, njia za kwenda wapi. Naona watu wanakuja na passport, wananyosha passport, yaani tumefikia hapo. Tumefikia hapo. Njoo na ATM kadi yako ianze kuflow hela. Mtu anakuambia nimepata ufunuo. Nimepata ufunuo. Lazima tuwe makini katika zama hizi za uovu, kwamba ufunuo, njia ni Yesu Kristo. Unaaja, unataka mbele za Mungu, unaenda kwa baba yako. Na kwenye kuomba hakuna lugha rasmi kwamba ukienda uzungumze kwa toni hii, kwamba kwa Kiingereza. Unajua sasa hizi maombi ya Kiingereza ndo kama yananoga. Yaani mtu anataka azungumze kwa lugha ya Kiingereza. Yaani akizungumza kwa lugha ya Kiingereza naona kama maombi yangu yameenda sema kiupako zaidi. Yameenda namna njema zaidi. Unaenda kwa Kiingereza. Hakuna lugha rasmi. Omba kwa lugha yako. Omba kwa namna yako. Ila kwa nini? Kwa kuzingatia kanuni. Kanuni ya muda, kanuni ya kusudi, majira. Lakini lazima iko unachokiomba, msukumo wake ni nini? Kama ni msukumo wa tamaa zako, utaomba, Mungu ataangalia, atasema huyu anaomba kwa sababu ya kupata umaarufu, kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya show off. Kuna watu wanaweza kuomba kwa ajili ya show off. Mungu nipe maisha ambayo kila mmoja ataona, alafu astaajabu. Hili nini? Kwa hiyo tuelewe kwamba sala, dua, maombi, kuna umuhimu sana wa kujua kanuni zake. Kuna umuhimu sana wa kujua namna yake katika agano hili. Bila hivyo tutaambiwa watu tutaanza kupeleka hata madaftari, kwamba unajua tunaanza kuuza madaftari ya upako. Ukiandika notes hapa, hizo notes ukiziandika kwenye haya madaftari nayo yauza. Ukienda kuandika, mwanao lazima afaulu. Kwa nini? Kwa sababu daftari la upako. Tutaleta kuleta mambo ya ajabu. Madaftari ya upako, peni za upako. Nini? Nimefunuliwa, mafunuo. Hakuna ufunuo au njia ambayo imekwisha kufunuliwa zaidi ya hii. Njia ni kwa jina la Yesu Kristo. Katika zama zile walikuwa na mafunuo yako mengi. Mafunuo yako, lakini katika kila mafunuo ulikuwa ukiyatafakari mafunuo katika agano lile yalikuwa yakimzungumzia Yesu. Yalikuwa yakimzungumzia Yesu. Sasa tumeweka mambo mengi sana. Tunaomba kiagano la kama alivyoelekeza Musa, au kama ilivyoelekezwa katika agano lile. Katika agano lile kulikuwa hakuna njia rasmi. Kulikuwa njia bado haijafunuliwa. Lakini katika agano tulilopo ni agano bora ambalo kila kitu kimewekwa wazi. Mimi ni njia, ni kweli na uzima. Muombeni Baba lolote kwa jina langu, atawapa, ili furaha yenu iwe timilifu. Hakuna namna nyingine, hakuna njia nyingine ambayo tutaitumainia zaidi ya njia ya Kristo Yesu. Tunaweza tukaomba kwa makorokoro mengi, tukajitaabisha kwa mambo mengi, tukalizwa, tukatumia fedha zetu kwa ajili ya kutafuta maombezi, tukaenda kuwalipa watu ili watuombee. Lakini tuelewe kwamba katika Kristo tumepewa bure, tunatoa bure. Hakuna huduma ya maombezi ambayo sio kwanza huduma ya maombezi. Mimi najiuliza, huduma ya maombezi, kama mimi huduma yangu ni ya maombezi. Kila mtu anapaswa kuomba. Kila mtu katika Kristo anapaswa kuomba. Yaani hakuna mtu kwamba eti mimi ni special kwa ajili ya kuomba. Tunaanza kuleta agano la kale kwamba Walawi ndio walikuwa kazi yao kuomba kwa ajili ya wengine. Hakuna mtu katika agano hili jipya ambaye hapaswi kuomba. Swala la kuomba ni kwa ajili ya kila mtu. Kila muamini anapaswa kuomba. Kwa hiyo ukisema kwamba eti wewe
ni huduma yangu mimi ya maombi. Kuomba, kila mtu anapaswa kuomba. Huduma yangu ya maombi. Na hapo sasa huduma yangu ya maombi watu wanapigiwa hapo. Kwa nini? Kwa sababu yule jamaa yule maombi yake makali kweli. Yule jamaa yule ukienda pale anakutajia na gharama. Yaani hayo mambo ya hapo. Kwamba ili ni kuombee, you have to pay. Utakuwa ulipie gharama. Utakuwa ununue mafuta kwanza au ununue kile ambacho anakupa ambacho anasema ndio kitaleta si wanasema the point of contact. Kwamba sehemu ya mguso, nguvu za Mungu zitatokea kupitia hapo. Mambo ya ajabu. Nini? Kuna namna ambavyo hatujaelewa kwamba tunaishi katika namna rahisi sana. Katika agano ambayo ni njia iko wazi. Njia imekwisha wekwa mbele yetu. Njia ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninasihi sana sisi ambao tunasikia ujumbe huu. Wala tusihangaike. Tusihangaike na njia za huku na huku na huku na huku. Tunakimbizana huku na huku na huku na watu kutuombea, lakini njia imekwisha wekwa wazi. Njia imekwisha wekwa wazi. Njia ni Yesu Kristo. Njia ni Yesu Kristo. Tunaweza tukahangaika huku na huku kutafuta watu kutuombea, maombezi. Kununua hiki na hiki. Kwamba kupitia hiki Mungu atajibu. Kwamba Mungu ajibu kwa sababu ya hicho ili ukitukuze kwa kitu. Kwamba nimenunua kiti cha upako, nimekiweka pale ofisini. Kwa hiyo hicho wateja hakikaa lazima arudi tena. Yaani ni mambo ya kishirikina kabisa. Mwisho wa siku utasema bana hiki kiti kilinoma. Haya maji haya ni noma. Hiki kitu fulani hiki kikorokoro hiki ni noma. Yaani nimekitumia hiki. Tayari tunaanza kuvipa vitu utukufu. Tunaanza kufanya ibada, tunaanza kuabudu sanamu, tunaanza kuzipa sifa sanamu. Ni uzinifu na uasherati katika kanisa. Kwa sababu uzinzi sio tu ule wa kuingiliana kimwili na mwanamke au mwanaume. Uzinzi, kuabudu miungu mingine. Uasherati, uzinzi. Tunaanza abudu vitu vingine. Mafundisho ya Balaamu yaliyopo kanisani. Kwamba Balaamu aliwafanya wana wa Israeli wazini ili kuwafarakanisha na Mungu wao. Tunafundishwa leo hii kutegemea vitu. Yaani neno la Mungu linasema tu amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Sasa tumetoka katika hata wanadamu. Yaani wanadamu wenyewe hairuhusi. Wanadamu. Yaani kumtegemea mwanadamu ni kosa. Lakini leo hii tunategemea vitu. Vitu ambavyo vimewekwa chini ya uweza wetu. Ni kitu cha hatari. Kwa hiyo tuelewe kwamba katika agano jipya hakuna mambo mengi. Katika agano jipya njia ni Yesu Kristo. Tusipelekwe huku na huku. Tusiangalishwe huku na huku. Tukatoka katika jina la Yesu. Hakuna baraka ambayo inapatikana nje ya Kristo. Kwa sisi tulio ndani ya Kristo. Sio kwamba nibariki watu wa taifa fulani au sijui niende sehemu fulani ndo nikapokea baraka huko. Yaani huo ni kitu cha tunaenda katika namna ya agano la kale. Tunabarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Yaani lazima tuelewe sisi ni mzao mteule, sisi ni wateule wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Tunapoenda mbele za Mungu tunaenda kwa baba yetu. Na tuna Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia pale ambapo hatujui mapenzi yake. Mambo yamekuwa rahisi. Mtumishi fulani maombi yake ni mazuri kweli kweli. Mtumishi fulani maombi yake yana nguvu kweli kweli. Wewe maombi yake yana nguvu. How comes unasema maombi yake yana nguvu? Kwamba sio nguvu za Mungu tena,
Ili maombi ni nguvu za mtumishi, ni nguvu za maombi. Hafu hiki tu nguvu za maombi. Si nguvu za maombi tumetoa wapi? Nguvu za maombi. Nguvu za sala. Maombi yana nguvu gani? Maombi ni request tu, ni request. Ambayo hiyo request ndio inaweza ikamfanya Mungu aachilie nguvu. Kwa maombi it's just an information. Ni information ambayo unaipeleka. Request. Lakini maombi yana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, lakini tuelewe kabisa kwamba Mungu anatamani sana sisi tunaposema tunaenda mbele zake kwa sala, tunaenda mbele zake kwa dua, tunaenda mbele zake kwa maombezi, kuwaombea wengine, tunaenda mbele zake kwa shukrani. Kitu ambacho tunatakiwa tuelewe ni kitu kimoja. Tunaenda kwa jina la Kristo, lakini tunaenda kwa masharti na vigezo vya Agano Jipya. Wiki ijayo tutakuja kuendelea na ujumbe huu. Tutakwenda kuangalia sasa, tutakwenda kuangalia wiki ijayo namna ya maombi kwa kina, maombi ya dua, maombi ya sala na maombi ya shukrani na maombezi. Mungu Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sababu wewe mwenyewe ndio ulisema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba na kushukuru. Kasema haja zetu zijulikane na wewe. Mungu, hatutajisumbua kwa jambo lolote, kwa sababu msisitizo wako ni sisi kuomba. Msisitizo wako ni sisi kuomba. Tunaweza tukajisumbua kwa kutafuta watumishi mbalimbali, tukidai kwamba hao ni watumishi wakubwa wenye upako, tukitafuta vitu fulani ambavyo tunafikiri ni venye upako, lakini yote ni kujilisha upepo. Sio namna yako ya utendaji. Bali Mungu, namna yako ya utendaji ni kukuamini wewe. Kuomba kwa jina kuu lipitalo majina yote, ambalo katika hilo watu huokolewa. Ninakushukuru mwaminifu kwa ajili ya ujumbe huu ambao umekuja kutusisitiza kuomba. Tena si kuomba tu, kuomba kwa njia ya Kristo, ambaye alitupatanisha nawe, ambaye alifanya agano lililo bora, ambaye katika yeye tunapokea ili furaha yetu iwe timilifu. Mwaminifu mtakatifu, utukuzwe kwa ajili ya ujumbe wako huu, kwa ajili ya neno lako hili. Rikaramasataka. Ninakushukuru Bwana, ninakushukuru mtakatifu, kwa sababu umetufundisha siku ya leo. Neno lako hili halitarudi bure, bali Mungu, Roho wa Mungu aliyeko ndani yetu atatusaidia kutembea pamoja nalo. Endelea kutuandaa, endelea kutusaidia Bwana. Tunapotawanyika hata mahali hapa Bwana Mungu, tunatambua kabisa uwepo wako utakwenda pamoja nasi. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.